Clap your hand for Jesus Christ of Nazareth. Is it the way to clap for Jesus? Make it bigger and better. Lift up your voice and appreciate him again. We celebrate your holy name. We worship you. We adore you. We celebrate your holy name. Hallelujah to your name, Jesus. No one is like unto you. We are not tired of giving you praise and giving you all the glory. Because you are not tired of blessing us. Oh, hallelujah, hallelujah. Is somebody thanking him? Remember all he have done since the year began for you and your family. Remember all he have done in the month of May for you. Not everyone that began the month is still alive today. Many are in the mortuary. Many have been buried. Many are in the hospital. It is because of his mercy that we are not consumed. His compassion felleth not, and they are new every morning. Great is thy faithfulness. We worship you, Jesus. Oh, yakatala bala 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 bala. Oh, the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the ending. You began with us and you are still with us. Oh, Lord, thank you. The Bible says you remain faithful. You cannot deny yourself. We give you all the glory. Why you help me sing? You are the Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are the Alpha. You are the Alpha and Omega. We worship you. We worship you, our Lord.
Mwabudu Bwana. Worship him. Mwabudu Mungu. Thank you, Jesus. Ask him to visit you in this service today. Ask him to visit you. Oh, hallelujah. Jesus, visit your people. Oh, alabakatakatalaba. Ablakatakatalaba. Ilololobo shakatakatalabalaba. Andelobo shialabalabalaba. Hey, yakababa. Akatobe landaliba katalaba. Thank you, Jesus. Santes. In Jesus' glorious name. Jesus, visit your people in this service. Jesus, heal in this service. Lift up the burden that the people came here with. Let the power in your name manifest with miracles. In Jesus' glorious name. Somebody shout a louder amen. Somebody shout a louder amen. It is my year of breaking limits. Then what eyes have not seen or ear heard shall be your experience all through the year 2020. Congratulations. Amen and amen. Clap your hand for Jesus and have your seat. Hallelujah. Hallelujah. On behalf of Jesus, the owner of the church, and on behalf of our president, Bishop David Oyedepo, I joyfully welcome you to this end of the month Thanksgiving service. The second service. We thank God for the first service. Hallelujah. Hallelujah. And I want you to know that whatever that is your desire, God will grant it for you. Open your heart to receive the word. We have said it over and over again. Anytime that God wants to visit someone, what he does is to send his word. Examples are bound in scriptures. Even in our contemporary society, even in this kingdom, in this commission, we don't play with the word. God gave it to us as a tool of liberation. God told us to preach the word in season and out of season. And let the people receive the word. Let the people believe the word. And it will result to signs and wonders and miracles. And the word have never failed. Hallelujah. Hallelujah. As you open your heart to the word, the word that is a spirit, according to John chapter 6 verse 63, Jesus said, the word I speak unto you, the word is life and also is a spirit. And Ezekiel chapter 2 verse 2, the spirit entered into me when he spake unto me. Hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. And sickness is a spirit. When the higher spirit comes to that sickness, that sickness will melt away. That is what will happen for somebody today. Somebody shout a louder amen. Say to yourself again, I am for signs and wonders. Say it convincingly, I am for signs and wonders. As we conclude this month and conclude our teaching today, never forget that you are for signs and wonders. Never forget that you are a spirit being. Never forget that you are a God. In Psalm 82 verse 6, I have said, ye are God, and all of you that are children of the Most High God. And Jesus put a seed to this creature. In John chapter 10 verse 34 and 35. John chapter 10 verse 35 and 35.
Yohana 10:5. Is it not written in your law? Yesu akawajibu, je, haijaandikwa katika Torati yenu kwamba mimi nimesema ninyi ni miungu? If he called them gods, kama aliwaita miungu, to whom the word of God came, wale ambao neno la Mungu liwajia, the scripture cannot be broken. Na maandiko hayawezi kutanguka. We are not saying you are gods. It is God that said that. Sisi hatusemi kwamba ninyi ni miungu. Mungu ndo amewaita ninyi ni miungu. Like beget like. Kwa sababu kitu kinazaa kile kinachofanana nacho. Never forget. Kama usahau that you are a supernatural being. Kwamba wewe ni kiumbe cha kiungu. Never forget. Kama usahau that you are for signs and wonders. Kwamba wewe ni wa ishara na ajabu. Isaiah 8:18. Isaya 8:18. Behold, tazama, I and the children mimi na watoto whom the Lord have given me niliopewa na Bwana are for signs and wonders. Wa ishara na ajabu. It is from the Lord of hosts. Katika Israeli kutoka kwa Bwana wa majeshi. Which dwelleth in Mount Zion. Akae katika mlima Sayuni. Our teaching series is commanding the supernatural. Mfululizo wetu ni kuamuru uungu. This is part 4B. Hii ni sehemu ya 4B. Commanding the supernatural. Kuamuru uungu au kutenda mambo ya kiungu. We have been told from the beginning of the month. Tumeambiwa tangu mwanzo wa mwezi that we have a root in the supernatural. Kwamba tunao mzizi katika uungu. As believers, our root is the supernatural. Kama waamini, mzizi wetu uko katika uungu. God created us. Mungu alituumba as a supernatural being. Kama viumbe vya kiungu. Looking at the story of the first man created. Tazama ile habari ya mtu wa kwanza aliyeumbwa. He was created when God breathed upon him his own kind of life. Alipoumbwa na Mungu akampumulia pumzi yake mwenyewe. And Adam operated as a supernatural. Na Adamu akatenda kama kiumbe wa kiungu. And that was the reason he named all the living things God created. Na hiyo ndio sababu aliweza kuwapa majina viumbe vyote ambavyo Mungu aliviumba. Without repeating the name he gave pasipata majina kujirudia mara mbili. Including aquatic animals. Pamoja na wale wanyama wa baharini. Animals that live in water. Wale wanyama wanaoishi majini. How did he, because they can't survive outside of water. Aliwapaje majina maana hawezi kuishi nje ya maji. But Adam named all of them. Lakini Adamu aliwapa majina. How did he do that? Aliwezaje kufanya hivyo? Because he was created a supernatural. Kwa sababu aliumbwa kama kiumbe wa kiungu. Praise God. He was operating like God. Alikuwa anatenda kama Mungu. But when Adam fell, lakini Adamu alipoanguka, he lost that status. Akapoteza ile hadhi. He became vulnerable. Akawa muhanga to the attack of the devil. Wa mashambulizi ya shetani. He became natural. Akawa mtu wa kawaida. But Jesus came. Lakini Yesu alikuja to restore to us what was lost in Adam. Ili kurejesha kile alichopoteza Adamu. That's why anyone that have received him as his Lord and personal Savior. Ndio maana yote atakayempokea Yesu kama Bwana mwokozi wake. Is no more natural but supernatural. Anakuwa tena sio mtu wa kawaida bali mtu wa kiungu. But despite that we are supernatural by redemption. Pasipo kujalisha kwamba tumekuwa viumbe wa kiungu katika wokovu. Responsibility is placed on us to command it. Kuna wajibu tumepewa wa kuamuru mambo ya kiungu yatokee. Isaiah 45:11. Isaya 45:11. The last part of it says concerning the work of my hand. Sehemu ya pili pale anasema kuhusiana na kazi ya mikono yangu. Command ye me. Niamuruni, niagizeni. Supernatural is commanded. Ule uungu unauamuru. Because if you don't say this sickness go, it will not go. Kwa sababu usipowaambia wa ugonjwa uondoke au utaondoka. Speak to your mountain, the mountain will not be moved. Kama utauambia mlima wako uondoke, mlima hautaondoka. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Because every miracle, kwa sababu kila muujiza, you have a part to play. Wewe una sehemu ya kushiriki. Every miracle you desire, kila muujiza unaotamani, you have a part to play. Una sehemu yako na wewe ya kushiriki. God will not do what you can do. Mungu hawezi kutenda kile wewe unachoweza kufanya. God will only do what you cannot do. Mungu atafanya tu kile ambacho wewe huwezi kufanya. If God do what you can do, kama Mungu anafanya kile unachoweza kufanya, it is no more a miracle. Sasa huo sio muujiza. Miracles are those that man cannot do. Muujiza ni yale mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. And in the school of miracle, katika shule ya miujiza, God does not move until you move. Mungu hachukui hatua mpaka wewe umeanza kuchukua hatua. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. You have to command the supernatural. Unapaswa kuamuru mambo ya kiungu. But to do that, lakini ili ufanye hivyo, you have to first of all understand who you are. Cha kwanza jitambue wewe ni nani. Who am I in redemption? Mimi ni nani kupitia wokovu? What did redemption brought? Wokovu umeniletea nini? Hallelujah. Hallelujah. In the first service I said you are an ambassador. Ibada ya kwanza nilisema wewe ni balozi. Ambassador is an accredited diplomat representing a particular country in a foreign country. Balozi ni mwakilishi anayewakilisha nchi yake katika nchi ya kigeni. According to 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Sasa na Korintho wa 2:20.
are ambassadors of Christ. Ninyi ni wajumbe, mabalozi wa Kristo. We are representative of Christ. Sisi ni wawakilishi wa Kristo. In the second service also I say you are a star after the order of Christ. Ibada ya pili nikasema ninyi ni nyota kama alivyo Kristo. Because Revelation 22 verse 16 says Ufunuo 22:16 nasema that Jesus is a bright and morning star. Yesu ni nyota ing'aayo asubuhi. And as his Father have sent him, he sent us. Na kama Baba alivyomtuma ametutuma nasi. Whatever he is, that's what we are. Namna ambavyo Yesu alivyo ndivyo sisi tulivyo. And thirdly, in this service, cha tatu kwenye ibada hii, you must understand unapaswa kuelewa that you are redeemed to command supernatural breakthrough. Umekombolewa kuamuru mipenyo ya kiungu. In Matthew chapter 11 verse 11, Mathayo 11:11, Jesus says something that is so surprising. Yesu alisema kitu cha kushangaza He pale. says, among them that are born of the woman, Miongoni mwao waliozaliwa na mwanamke, they have not risen a greater than John the Baptist. hajawahi kuinuka mkubwa kuliko Yohana Mbatizaji. Lakini pamoja nayo, he that is least in the kingdom, yule aliye mdogo katika ufalme, is greater than he. ni mkubwa kuliko Yohana. By redemption we have a potential of greater than John the Baptist. Kupitia wokovu tunavyoweza kufanya kuwa wakubwa kuliko Yohana. But the greatness God put in us is greater than the one. Ule ukuu ambao Mungu ameweka ndani yetu ni mkubwa kuliko we are kwa not Yohana. born again to suffer breakdown. Hatujaokoka tukateseke We are not tena. born again to suffer again. Hatujaokoka tuteseke We are tena. born again to enjoy supernatural breakthrough. Tumeokoka tufurahie mipenyo ya kiungu. You must understand that. Unapaswa kuelewa hilo. The breakthrough is one of your redemptive package. Mipenyo ni mojawapo ya fungu na ulipata The Bible kupitia says things wokovu. that accompany salvation. There are things that accompany Biblia salvation. sasa kuna vitu vinavyoambatana pamoja na wokovu. That's why salvation is not just a route to heaven, Ndio maana wokovu si njia tu ya kuingia but mbinguni, also lakini there are pia benefits to enjoy here before heaven. kuna faida tunazifurahia hapa duniani kabla tujaondoka na kwenda That mbinguni. is in Hebrews chapter 6 verse 9. Ebrania 6:9. That things that accompany salvation. Kuna yale mambo There are yanayoambatana tunayoyapata kupitia One wokovu. of them is supernatural breakthrough. Moja ya jambo hilo ni mipenyo ya That's why kiungu. when you see anything contrary, Ndio maana unapoona chochote kinyume, don't accept it. usikikubali. Because you are within to command supernatural Kwa sababu breakthrough. umeokolewa kuamuru au kutenda mambo ya kiungu, In Isaiah mipenyo ya kiungu. chapter 60 verse 1 to 3, he said, arise, shine. Isaya 60 For the moja light is mpaka come, the glory of the inuka Lord is risen uangaze, upon you. nyota yako imekujia. Behold, darkness shall cover the earth, Tazama giza and tafunika gross dunia, darkness the people. giza kuu But the litawafunika Lord watu. shall rise up Lakini against, Bwana and the atakujia glory shall be wewe, seen upon thee. utukufu wake utakuzukia. And he said, the Sasa Gentiles mataifa shall come to thy light, wataijia nuru yako, the kings to the brightness of thy rising. wafalme wataujia mwangaza wa kuangaza And verse kwako. 8 say, who are these Sana that anasema, fly? nani hao wanaopaa, We are wanaoruka? redeemed to fly as a Tumeokolewa cloud. kupaa kama And mawingu. verse 22 say, a Mstari wa little 22 one anasema, shall become 1,000, yule mdogo atakuwa and a elfu, small one a strong nation. yule mdogo pia atakuwa taifa imara. I, the Lord, will hasten it in his Mimi time. Bwana nitalitimiza kwa wakati It wake. doesn't matter breakdown or stagnation you are experiencing. Haijalishi umedumaa, umeanguka kwa kiasi gani. In this service this morning, Katika ibada hii asubuhi ya leo, it is over. imekoma. Go and enjoy breakthrough. Nenda ukafurahie mipenyo. In Matthew chapter 5 verse 13, look at who you are. Itazame wewe ni nani. He said, you are the salt of the earth. Mathayo 5:13. You Wewe are ni chumvi ya the ulimwengu. salt of the Wewe earth. ni chumvi And ya verse ulimwengu. 14 say, you are the light of the world. Pia anasema wewe ni nuru ya A ulimwengu. city that is on the high that cannot be hidden. Ulioko juu ya kilele cha You mlima ambao are huwezi on high. You are kufichika. set on high. Umewekwa juu. That is who you are in redemption. Wewe ndivyo ulivyo katika Anything wokovu. contrary, don't believe it. Chochote kinyume na hicho Anything usikiamini. contrary, don't accept it. Chochote kinyume na hicho usikikubali. Hallelujah. Hallelujah. When you are experiencing things that is not spiritual, know that it is not for you. Unapoona mambo yanakutokea ambayo Command it to leave. hayako sawa na kimaandiko, ya amuru yatoke. Hayo sio fungu Because you are lako. the light of the world. Kwa sababu wewe ni nuru ya ulimwengu. And who has the light? Na yule mwenye nuru Always command people to come for the light. wakati wote anaamuru watu wamjie. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Shout a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa. What do I need to do to command the supernatural? Nahitaji kufanya nini ili niamuru mambo ya kiungu? What do I need to do? Nahitaji kufanya nini? In other words, vital keys in commanding the Pana supernatural. mengine funguo za muhimu zitakazokuwezesha uamuru The mambo ya first kiungu. Sunday, that's the second Sunday because the first Sunday was our liberation celebration. Jumapili ya We started pili this in second tulisema Sunday. tulianza mafundisho We haya. talk about commanding the supernatural by the power
of the word of God. Tulizungumzia kuamuru mambo ya kiungu kupitia nguvu ya neno la Mungu. That is the foundation of it. Huo ndo msingi wake. Because every word you encounter has the potential to produce a miracle for you. Kila neno unalokutana nalo lina uwezo wa kukuzalisha wewe muujiza. Second Sunday we look at commanding the supernatural by the power of the Holy Ghost. Baada ya Jumapili iliyofuata tukatazama kuamuru mambo ya kiungu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Last Sunday we look at commanding the supernatural by the power of faith. Jumapili iliyopita tulitazama kuamuru mambo ya kiungu kupitia nguvu ya imani. And we conclude today. Na tunahitimisha leo. We commanding the supernatural by the power in the name of Jesus. Tunatenda mambo ya kiungu kupitia nguvu iliyo katika jina la Yesu. Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Wa Filipi 2. Let this mind be in you, ni iwe juu yenu, which was also in Christ iliyokuwa Jesus, pia ndani ya Kristo, who being in the form of God, ambaye alikuwa na namna ya kimungu, thought it not robbery hakuona kule kuwa sawa na to Mungu, be equal with God, but he made himself of no reputation, lakini alijifanya kuwa hana heshima, and took upon him the form of a servant, akatoa namna ya mtumwa, and was made in the likeness of na man. akaonekana kwa mfano wa mwanadamu. He, being found in the fashion as a man, Ingawa alionekana kama mwanadamu, he humbled himself, bado alinyenyekeza, became obedient unto death, akawa mtii hata mauti, even the death of the cross. hata mauti ya msalaba. Wherefore, Hivyo basi God have highly exalted him, Mungu amemwadhimisha mno, and have given him a name akampatia jina which is above every name, lipitalo majina yote, that at the name of ili Jesus kwa jina la Yesu every knee should kila bow, goti lipigwe, of things in na heaven, vitu vya mbinguni, of things in earth, vitu vya duniani, of things under the na earth, vitu vyoko chini ya dunia, and that every na tongue ili kwamba kila ulimi should confess ukiri that Jesus Christ is Lord, kwamba Yesu Kristo ni Bwana, to the glory of God the kwa Father. utukufu wa Mungu Baba. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. The name of Jesus is a trigger in the school of the supernatural. Jina la Yesu ndio linalosababisha miujiza itokee It's a katika shule ya trigger kiungu, of signs and wonders. ndio linalochochea ishara na maajabu. It is not just a punctuation in prayer, Sio kitu cha mkato but it's a seal katika of maombi, authority. It's the seal of authority ni muhuri wa mamlaka that alters the course of nature. ambao unabadilisha It's mazingira a ya seal of dunia. authority Ni muhuri wa that mamlaka cannot be hindered by the devil. ambao hawezi kuzuiwa na It's a seal shetani. of authority Ni muhuri wa mamlaka given to believers ambao umepewa to waamini make an open show of the devil. ili wamtishe na kumfedhesha shetani. This name was given to him by his father. Jina hili Yesu alipewa na baba yake. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And there were countless miracles, signs and wonders by the name. Kuna Countless. ishara nyingi na miujiza mingi isiyokuwa na idadi iliyotokea kwa jina la In Yesu. Mark chapter 16 verse 17, Marko 16:17 he said, anasema these signs ishara hizi shall follow them that believe. zitaambatana na hao waaminio. In my name Kwa jina langu they shall cast out devils. watatoa mapepo, They shall speak with new tongues. watanena kwa lugha mpya, They shall take up serpents. watashika nyoka, If they drink any deadly thing, hata wakinywa kitu cha it shall kufisha not hurt them. hakitawadhuru. They shall lay hand on the sick Wataweka mikono juu ya and they wagonjwa shall recover. na watapata afya. Somebody shout hallelujah. Sema The haleluya. name Jina given to him aliopewa Kristo is for signs and wonders for kwa us. ajili ya kutenda ishara na maajabu. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. Sicknesses and diseases disappears. Magonjwa na madhaifu yanapotea. In Luke chapter 10 verse 17, Luka 10:17 he called the 70 and sent them in verse 1. aliwatuma 70 aliwaita 70 The akawatuma. 70 returned with joy, Wale 70 wakarejea kwa furaha saying, Lord, wakisema, Bwana, even the devils hata mapepo are subject unto us yanatutii to your name. kwa jina lako. When we mention your name, Tunapotamka jina lako, the devils bow. mapepo yanapiga magoti. There is power in the name of Kuna Jesus nguvu katika jina la Yesu that brings miracles, signs and wonders. ambayo inasababisha ishara na miujiza zitokee. Many people call the name, Watu wengi wanaliita but jina they don't know what is in the name. lakini hawajui kilichoko ndani ya Many hilo use jina. it religiously to end prayer, Wengine wanalitumia kidini tu katika and they maombi, don't know what is in the name. lakini hawajui They nguvu don't iliyo katika understand the neno. power in the name, Hawaelewi nguvu iliyo katika neno, and katika jina la thereby not Yesu, having faith in the name. na wengi hawana imani katika hilo In jina. Acts of Apostles chapter 3 verse 6, Matendo ya Mitume a 3:6, miracle that happened at the beautiful gate, muujiza uliotokea katika mlango wa mzuri just by his name. ulitokea kwa jina. Peter says, silver and gold Petro anasema fedha na dhahabu I none, sina, but such as I lakini have, kila nilicho nacho give I thee. ninakupatia. In the name of Jesus of Nazareth, Kwa jina la Yesu wa Nazareti, rise up and walk. inuka na uende. Hallelujah. Haleluya. By the power in that name, Kwa nguvu katika lile jina, strength came unto that leg. nguvu zikamjia yule Miracle. kiwete.
happened. Muujiza ukatokea. Hallelujah. Hallelujah. And in verse 16, people were surprised. Walishangaa. Wengi walishangaa. Peter said his name. Petro akasema jina lake. Through faith in his name. Kupitia imani katika jina lake. Made this man strong. Limemtia mtu huyu nguvu. Whom you see and know. Huyu mnayemwona na kumjua. The faith which is by him. Look at that word. Imani iliyokuwa kwake pia. Look at that word. Tazama hilo neno. The faith which is by him. Na imani iliyokuwa kwake. That's why your faith is important. Ndio maana imani yako nayo ni muhimu. For them to work for you. Ili kutendea kazi. He said the faith which is by him have given this man perfect soundness in the presence of you all. Ile imani iliyokuwa kwake imempa mtu huyu uzima mkamilifu mbele yenu nyote. Put your faith in the name. Weka imani yako katika jina. There are names. Kuna majina. But this one is greater than every name. Lakini hili jina ni kubwa kupita majina yote. God highly exalted this name. Mungu alininua sana hili jina. Above poverty. Kuliko umaskini. Above coronavirus. Juu sana kuliko kirusi cha corona. Above diabetes. Juu sana kuliko kisukari. Above any inflammatory disease. Juu sana kuliko magonjwa yote ya udhaifu. Above hepatitis. Juu sana kuliko homa ya ini. Kuliko maumivu ya kichwa. Anything that has a name. Kila kitu chenye jina is subdued by the name of Jesus. Kinatiishwa kwa jina la Kristo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody say Jesus. Sema Yesu. Somebody shout Jesus. Sema Yesu. There is power in the name. Kuna nguvu katika jina. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. A full of wonder. Limejaa maajabu. In Isaiah chapter 9 verse 6. Isaya 9:6. Unto us a son is a child. Kwetu tumepewa mtoto, amezaliwa mtoto. And unto us a son is given. Na pia tumepewa mwana. And the government shall be upon his shoulder. Mfalme utakuwa begani mwake. His name shall be called full of wonder. Inaweka ataitwa mfalme wa ajabu. The counselor. Mshauri. Mighty God. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Mfalme wa amani. One of his name is wonderful. Moja ya jina lake ni kwamba amejaa maajabu. When we talk about supernatural, we're talking about signs, miracles and wonders. Tunapoongelea uungu maana yake tunazungumzia ishara, miujiza na maajabu. That name is full of wonders. Jina lake Yesu limejaa maajabu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. God gave it to him. Mungu alimpatia jina hili. Even that name is a house to run to. Hilo jina pia ni nyumba ambayo unaweza kuikimbilia. In Proverbs chapter 18 verse 10. Mithali 18:10. The name of the Lord. Jina la Bwana is a strong tower. Ngome imara. And the righteous wenye haki runned into it. Amelikimbilia. And they are saved. Akawa salama. Run into that name is a house. Likimbilia hilo jina ni nyumba. The devil want to crash your car in accident. Say God then invoke the name. Shetani anataka kulipiga gari lako kwa ajali, litumie jina. What are you doing? You are running into that name. Unapolikimbilia lile jina. And you are saved. Unafanywa kuwa salama. You dreamt a very dangerous dream in the night. Umeota ndoto ya kutisha usiku. As you wake up, cancel the dream in the name of Jesus. Unapoamka, ibatilishe hiyo ndoto, ifute kwa jina la Yesu. And that will be end of it. Na hiyo ndio utakuwa mwisho wake. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Your shop is not working. Duka lako haliendi vizuri. Your business is not working. Biashara yako haiendi vizuri. Speak to it in the name of Jesus. Itamkie kwa jina la Yesu. And command every devil of stagnation to leave na amuru kila shetani wa kudumaa aondoke. People of God, there is power in that name. Watu wa Mungu kuna nguvu katika hilo jina. And it only work those who know it. Na linatenda kazi kwa wale wanaolijua, wanaolielewe, who believe it. Wanaolielewa, wanaoliamini, believe it. Wanaoliamini pia. Peter knew there is something he has. Petro alijua kuna kitu anacho. If you look at verse 7. Ukisoma mstari wa 3 wa lile andiko. The man was expecting to receive something from them. Yule kiwete alikuwa anatarajia kupokea kitu kutoka kwao. Matendo sura ya 3. Acts chapter 3 verse 7. Mstari wa 3. Because the man was there. Yule ndugu alikuwa pale. When he saw Peter he was asking for alms. Alipomwona Petro na Yohana alikuwa anaomba pesa. And verse 4. Mstari wa 4. Verse 4. Mstari wa 4. Peter said, look on us. Petro akamwambia, hallelujah. Tutazame. I say hallelujah. Hallelujah. The man thought that Peter want to give him money. Yule ndugu alifikiri kwamba Petro anataka kumpa pesa. The Bible say he gave heed unto them. Biblia inasema akawaangalia. Expecting to receive something. Akitarajia kupata kitu kutoka kwao. But Peter, that's why consciousness of the possession of the name is important. Ndio maana ule utambuzi kwamba umelibeba jina ni muhimu sana. Peter knew that there is something he had. Petro alijua kuna kitu anacho. That is more than any money could have given to that man. Ambacho kina nguvu kuliko kitu chochote. Hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Hallelujah kubwa. You know, many people read that scripture, they say the apostles were poor. No.
Watu wengi wanasoma ile andiko wanasema mitume walikuwa maskini, walikuwa wana. What happened there was, it was an hour of prayer, a night hour. It's just like coming for covenant or prayer. You didn't come with money. Kilichotokea ni kwamba walikuwa wanakwenda muda wa sala na kulikuwa hakuna sadaka, kwa hiyo hawajabeba. If I come here for covenant or prayer, there's no money in my pocket anyway. Kama nikija hapa saa kiagana maombi asubuhi hakuna pesa. I don't carry money come here. That was what happened. Ndicho kilichotokea kwa kina Petro. They didn't come with money. Hawakutembea na pesa. It's not that they don't have money. They didn't lack anything. Sio kwamba hawakuwa na pesa, wala walikuwa wapunguki chochote. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. But it's not the angle I'm going today. Lakini sizungumzie hilo. Nachosema Peter knew there is something he had. Nachosema hapa Petro alitambua kwamba amebeba kitu cha thamani. And this name you have it. Na hili jina na wewe unalo. But you are not conscious of it. Lakini hauna utambuzi kwa habari ya hili jina. If you have it, you won't be crying by the threat of the devil. Kama ungekuwa na utambuzi wa hilo jina usingelia wakati wa changamoto. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia hallelujah kubwa. This name is a fountain of signs and wonders. Jina hili ndio chemchem ya ishara na maajabu. I introduce this name to you. Na kutambulisha hili jina. Invoke this name. Litumie hili jina. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Take your destiny by your hand today. Ichukue hatima yako mikononi mwako leo. And invoke this name. Na litumie hili jina. It's a trigger. Hili ndio kichocheo of signs and wonders. Cha kusababisha ishara na maajabu zitokee. In Acts chapter 4 verse 18 to 20. Matendo ya Mitume Apostles 18 mpaka 20. 18 they threatened them not to speak in the name of Jesus. Waliwatisha wasiseme tena kwa jina la Yesu. And in verse 30 to 33. Mstari wa 30 mpaka 33. They were praying. Walikuwa wanaomba hapo. They say, Lord, if you will, okay, verse 29 first. Mstari wa 29. Now, that is their praying. Haya ni maombi yao walikuwa wakiomba. Now behold, they are threatening. Bwana tazama matisho yao. Grant unto thy servant with all boldness that they may speak the word. Ukawajalia watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. By stretching forth thy hand to heal. Ukinyosha mkono wako kuponya. That signs and wonders. Na ishara na maajabu may be done. Vifanyike. By the name of the Holy Child Jesus. Kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. When they have prayed, the place was shaken. Walipokwisha kuomba ile eneo likatikisika. That was their prayer. Hao walikuwa maombi yao. They realized that God, there is a power in this name. Let signs and wonders be. Walitambua kuna nguvu katika jina lake iletayo ishara na maajabu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. This name is our defense. Jina hili ni ulinzi wetu against all the assault of the wicked. Dhidi ya mashambulizi yote ya ule mwovu. People of God, watu wa Mungu, you get the power in this name by invoking it. Unaitumia hii nguvu katika hili jina kwa kulitamka jina. And also by speaking the word boldly. Na pia kwa kutamka neno kwa ujasiri. And you will command the supernatural. Hapo utaamuru mambo ya kiungu. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Somebody bless, shout hallelujah. Umebarikiwa, sema hallelujah. Somebody bless, shout a bigger hallelujah. Umebarikiwa, sema hallelujah. Lift up your voice and give him all the glory. Inua sauti yako, mpe Mungu utukufu. Give him all the honor and adoration. Mpe heshima, mpe adhama. Thank him for the gift of his name. Mshukuru kwa zawadi ya this jina. Name is an irrevocable gift of the Father to his jina hili ni zawadi ambao huwezi kunyang'anywa, ambao umepewa na Mungu. In Hebrew chapter 13 verse 8. Ebrania 13:8. The Bible says Jesus the same yesterday. Biblia inasema Yesu ni yule jana. Today and leo na hata milele. The name is still as powerful as it was. Jina hilo lina nguvu kama ilivyokuwa mwanzo. Nothing has changed. The same power he has at the beautiful gate to heal that man. Hakuna kilichobadilika. Nguvu ile ile ilikuwa kwenye ile mlango wa mzuri kumponya ule kiwete. That the same power he has today. Ndio nguvu ile jina linalo hata leo. Lift up your voice and appreciate. Inua sauti yako, mshukuru Mungu for the gift of his name. Kwa zawadi aliyokupa ya jina lake. Give him all the glory. Mpe Mungu utukufu wote. Give him all the honor and adoration. Mpe heshima na adhama. Oh, liakatalaba. Oh, your name is higher above all the name. Oh, your name is Jesus. Your name is Lord. Oh, your name is higher above all the name. Your name is Jesus. Kuliko majina yote. Your name is Lord. Jina lako ni Yesu, jina lako ni Bwana. Thank you, Jesus. Asante Yesu. We are going to engage the name of Jesus. Tunakwenda kulitumia jina la Yesu. But before we do that, ili kabla tujafanya hivyo, tambua, for this name to answer to you, ili jina likuletee matokeo, you must invoke it in righteousness. Lazima ulitamke ukiwa safi, ukiwa mwenye haki. When they call it, the devil bows. Kuna baadhi ya watu when they call it, the devil laughs. Kuna baadhi ya watu wakilitamka shetani anasujudu. Kuna wengine wakilitamka shetani anacheka. I gave an example in
Acts of Apostles chapter 19. Nitoa mfano kwenye Matendo ya Mitume sura ya 19. Reading from verse 13. Kuanzia mstari wa 13. Because there is this certain vagabond Jews. Kuna hawa vijana wa Kiyahudi. They took upon them to call upon the evil spirit in the name of the Lord Jesus. Waliamua kutoa mapepo kwa jina la Bwana Yesu. Have you not heard somebody doing deliverance and the devil now beat the person? Ushawahi kuona mtu anamfanyia mtu in the name of Jesus, in the name of the devil is still beating. Mtu anamfanyia mtu ukombozi alafu badala ya mapepo kutoka ndo kwanza anamshambulia yule anayeomba. These sons of Sceva. Hawa ni wana wa Skewa. Saying we adjure you by Jesus whom Apostle Paul preached. Walikuwa wanaambia mapepo tunawaamuru mtoke kwa jina ambalo mtume Paulo anahubiri. They are the sons of the priest. Wao walikuwa ni wana wa kuhani. 7 of them. Walikuwa 7. They wanted to demonstrate. They had saw Apostle Paul using the name and things were happening. Walimuona mtume Paulo akitumia jina la Yesu na mambo yanatokea. And the evil spirit roho wale wachafu answered them and they say in the name of Jesus out. Wakawajibu wakawaambia, they said Jesus I know. Yesu namjua. Paul I know. Paulo tunamjua. Who are you? Lakini ninyi ni nani? And verse 16 says, Mstari wa 16 anasema, the man in whom the evil spirit was leap on. Na yule mtu alikuwa na yale mapepo overcame them and prevailed against them. Akawarukia, akawaweza, akawashinda. Naked them, they wounded them. Akawatoa nguo, akawajeruhi, wakatoka mbio uchi. Despite that they called the name of Jesus. Pasipo kujalisha waliliitia jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. The same if Apostle Paul was the one that called the name, every one of them will live. Kama ni mtume Paulo ndo angeliita hili jina, basi yale mapepo yangeondoka. What is the difference? Tofauti hapa ni nini? Righteousness. Haki. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Timotheo wa pili 2:19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Msingi wa Bwana umesimama imara. Having this seal. Ukiwa na muhuri huu. The Lord know where they that are his. Bwana anawajua walio wake. The pastor might not know. Mchungaji anaweza asikujue. Your unit members might not know. Kiongozi wako wa kikundi anaweza asikujue. But the Lord knows those that are lakini his. Bwana anawajua walio wake. And let everyone na kila that named the name of the Lord aliitaye jina la Bwana depart from iniquity. Ajitenge na uovu. In a great house. Katika nyumba kubwa. In a great house. Katika nyumba kubwa. Verse 20. Mstari wa 20. In a great house. Katika nyumba kubwa. They are not only vessels of gold. Havipo vyombo tu vya dhahabu. But of silver. Wala vya silver. But also of wood. Pia vipo. And also of earth. Vya mbao. To honor. Vya udongo. And some vingine vina heshima. Vingine havina heshima. If a man. Lakini ikiwa mtu. Therefore purge himself. Amejitakasa. From all these sins. Na kujitenga na mambo haya. All this backbiting. Na kusengenya. All this malice. Na kujitenga na wivu. All this fornication and adultery. Na zinaa na uzinzi. All this lying and na cheating. kujitenga na uongo. If you can purge yourself. Kama unaweza kujitakasa ukajitenga na mambo haya. It shall be a vessel of honor. Utakuwa chombo cha kupata heshima. Sanctified. Kilichotakaswa. And meet for the master's use. Kimetengenezwa kwa ajili ya kutumiwa na Bwana. And prepare for every good work. Kimeandaliwa kwa ajili ya kila kazi njema. The ball is in your court. Mpira uko upande wako. You want the name to work for you. Nataka jina litende kazi kwako. And you are here, you are not born again. Uko hapa hujaokoka. Surrender your life to Jesus. Toa maisha yako kwa Kristo. You want the name to work for you. Nataka jina litende kazi kwako. You are here, you are playing religion. Uko hapa umekuwa ukiishi kidini You dini. might even be popular in this church. Unatambulika kabisa kwenye hili kanisa. You might even stay here more than 10 years now. Inawezekana umekaa hapa zaidi ya miaka 10. And you know the truth that you are not saved. Na unajua kiukweli ndani yako kabisa kwamba hujaokoka. You know the truth that you are only pretending. Unajua kiukweli kwamba unaigiza. Hallelujah. Hallelujah. And that's the reason the devil have been hindering your prayers. Hiyo ndio sababu shetani amekuwa akizuia maombi yako. When you say in the name of Jesus I pray, nothing happens. Unaposema kwa jina la Yesu naomba, hakuna kitu kinatokea. People of God, watu wa Mungu, the ball is in your court. Mpira uko upande wako. A word is enough for the wise. Neno hili latosha kwa mtu mwenye hekima. The wisest decision you can take in your life. Uamuzi wenye hekima unaweza kuchukua kwenye maisha yako is to be born again. Ni kuokoka. And live righteously. Na kuishi maisha masafi, maisha ya haki. Otherwise you will lose a lot of good things. Na sivyo utapoteza vitu vingi vizuri. Jeremiah 5 verse 25. Yeremia 5:25. Jeremiah 5 verse 25. Yeremia 5:25. The Bible says, Biblia inasema, your iniquities lakini uovu wenu have torn away these things. Umewazuilia mambo Your haya. sins dhambi zenu have withholding good things from you. Zimezuia mema yasiwajie. Good things from you. Mazuia mema yasiwajie. You see in Matthew chapter 7 verse 11. Mathayo 7:11. The Bible says God will give good things to them that ask. Yes, Mungu atawapa vitu vyema wale waombao. But what happen when you ask? And you are not having the inatokea nini unaomba na upati kile unachokiomba? Because your sins withhold good things. Kwa sababu dhambi zako ndio zinazuia mema yasikujie. Make that wise decision now. Fanya maamuzi ya busara leo. A simple prayer you pray and
everything will work for you. Ombi rahisi utakaloomba na mambo yataanza kufanikiwa kwako. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. You are here, you want to be born again. Uko hapa unataka kuokoka, or you want to rededicate your life to Jesus. Ama uliokoka karudi nyuma unataka kutengeneza maisha yako na Yesu. The second half of the year the same way you entered this January. Usiingie nusu ya pili ya mwaka namna ile ile ulivyokuwa ukiishi huko nyuma. You can make that decision now. Naweza kufanya maamuzi sasa. Put your hand in your chest. Weka mkono wako kifuani. I want to pray for you. Unataka kuokoka, uliokoka ukarudi nyuma, unataka kutengeneza na Yesu, weka mkono wako kifuani. And those who want to rededicate their life. Unataka kuokoka. Put it, let me pray for you. Na ambao uliokoka ukarudi nyuma unataka kutengeneza na Yesu, weka mkono wako kifuani, maisha yako yatabaki kama alivyo. Come forward and join me. Njoo hapa mbele kutana na mchungaji wa Mungu. Come, let me pray for you. Njoo mbele mchungaji akuombee. Come, let me pray for you. Unataka kuokoka, uliokoka ukarudi nyuma, njoo mbele sasa. Njoo mbele. Uliweka mkono kifuani. Tafadhali njoo mbele. Tumpigie Bwana Yesu makofi unapokuja. See that woman, let that woman come. Come. Come, let me pray. Njoo mbele, njoo mbele. Unataka kuokoka, uliokoka ukarudi nyuma, unataka kutengeneza na Yesu. We are waiting for you. Come, come. Tunakusubiri, unataka kuokoka. You might be sitting at the gallery wherever you are seated. Hata kama umekaa juu kule, unataka kumpokea Yesu, njoo mbele. We are waiting for you. You know you are not born again. Please come, let me pray for you. Unasubiriwa wewe, tafadhali njoo mbele. To Jesus, come. Weka mkono wako kifuani. Unataka kuokoka. After me, Lord Jesus. Fuatisha maneno yanasema Bwana Yesu. I come to you this morning. Ninakujia asubuhi ya leo. Forgive me my sins. Nisamehe dhambi zangu. Wash me by your blood. Nioshe kwa damu yako. Cleanse me from all unrighteousness. Nisafishe na udhalimu wote. I know you died for me. Najua ulikufa kwa ajili yangu. I rose again that I might be saved. Na ili mimi niokoke. I receive you today. Nakupokea leo as my Lord and personal Savior. Bwana na Mwokozi wangu. Come and take your place in my life. Ingia, chukua nafasi yako katika maisha yangu. I declare I'm now born again. Tamka sasa mimi nimeokoka. Thank you for saving my soul. Asante kwa kuokoa nafsi yangu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Father, thank you for saving this man. Baba, asante kwa kumwokoa ndugu huyu. I cover him with the blood of Jesus. Mfunika kwa damu ya Yesu. He have come here unashamedly. Amekuja hapa mbele bila aibu. Father, do great things in his life. Baba, mtendee mambo makuu katika maisha. That which is his desire. Lile ambalo ni tamanio lake. Father, grant it for him. Baba, mpatie. Let him leave this service today. Aondoke kwenye ibada hii ya leo. Father, with testimonies in his akiwa na heart. shuhuda. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu. Thank you, Father. Asante Baba. In Jesus' glorious Katika name. jina tukufu la Yesu. Congratulations. Hongera. Congratulations. Clap Hongera your sana. hand. Full out Tumpigie Bwana Yesu church makofi. Wafuate We'll be watumishi wa praying for Mungu. you. Just get their details. Watachukua taarifa zako. People of God, it is time to look at that issue of concern. Watu wa Mungu, ni wakati wa kuiangalia changamoto yako. And invoke the name of Jesus. Na kulitamka jina la Yesu. Also, it's time pia ni wakati to look at that thing you are lacking. Wa kutazama hicho kitu ambacho umepungukiwa. And call it forth in the na name of Jesus. kukiita kwa jina la Yesu. Please, everybody stand up. Kila mtu asimame, kila mmoja asimame. Stand up and do that. You are not saying, God, Jesus, come and do it.
Look at that sickness they told. Say, in the name of Jesus, out of my body. Look at that business that is calling. And say, in the name of Jesus, I decree breakthrough in my business. Lift up your voice now and begin to make that decree. There is power in that name. There is power in that name. I'm not hearing you speak to your mountain in the name. Speak to your mountain in the name. Oh, cast that demon out of your body. Jesus, anyone being tormented by the devil, in the name of Jesus Christ, I cast that demons out. He said, these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out demons. In my name they shall cast out demons. In my name they shall cast out demons. Every demonic altar speaking against your people, I set it ablaze in the name of Jesus. Anyone sick, that sickness is caused in the name of Jesus. Anything you call forth in the name of Jesus is answered. Behind his name is his personality. Behind his name is his personality. Oh, lekabo shiakaba. Alabalabalaba. Hey, Ketoba. I want to hear. Oh, let the hills hear your voice. That yoke of marital delay to leave you. Command that yoke of sickness and disease. That yoke of barrenness to leave you. Oh, anything standing against your business breakthrough, that issue of near success syndrome, I curse you in the name of Jesus. Anything holding anyone down, you are cursed in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain. Why can you sing it? Ole katakaba shalaba. Eshuaka la katelaba. Ebrakata katalaba. Obrekete kalaba. Makiata kaba. Ebrakatolobo shalaba. Alaba kateka loboshia. Makiata laba. That negative medical report, I reverse you in the name of Jesus. Every sickness has a name. Say, God have also highly exalted him and gave him a name which is above every name. Oh, and the name of Jesus. Oh, Jesus, let that issue be destroyed. Let that sickness still.
That name is self-anointed. There is anointing in that name. Oh, receive your miracle, receive your testimony, receive your healing, any negative medical report in the name of Jesus. Oh, put your hand on your forehead. And as I command today, the hand is a hiding of his power. I stand by the authority in the name of Jesus. Jesus, I declare your people made whole. I declare your people healed. In the name of Jesus Christ. Every sickness or disease, Lord, that the devil have planted in that body, let them be rooted out now in the name of Jesus Christ. I'm not hearing a louder amen. I declare you healed. I declare you made whole. Anyone being tormented by the devil, be delivered now in the name of Jesus Christ. I cast that devil out of your life now in the name of Jesus Christ. So shall it be. I decree your miracles, your signs and wonders now, in Jesus' name. Somebody I believe it, shout it louder. If you believe something happened for in your life, shout it louder. Thank you, Jesus. We are going to praise God now, and you shall experience diverse miracles. And at the same time, you drop your thanksgiving seed as we are praising God. If you came with a thanksgiving seed, or you have not given your offering
or your tithe, anything you can ama ukitoa sadaka wakati wa sadaka ufungu la 10 chochote. We are praising God now. Tunapomsifu Mungu sasa, you will know that something happened in your life. Najua kuna kitu kimetokea kwenye maisha yako. Remember Exodus 15 verse 11. Kutoka 15:11. The Bible says, who is like unto thee, O Lord? Ni nani kama wewe Mungu? Among the gods. Katikati ya miungu. Who is like unto thee? Ni nani kama wewe? You are glorious in holiness. Tukufu katika utakatifu. Fearful in praises. Mwenye kuogopwa katika sifa. Doing wonders. Fanya maajabu. God will serve is fearful in praises. Mungu tunayemtukuza na kumtumikia ni wa kuogopwa katika sifa. If you believe in that name, kama unaliamini jina hilo, and you believe something happened for you, kama unaamini kuna kitu kimetokea kwako, praise God now. Msifu Mungu sasa. And at the same time drop your thanksgiving offering. Sadaka ile ya shukrani ya pamoja. Thanksgiving offering is blessed. Sadaka hii ya shukrani pamoja imebarikiwa. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Those that will go around and collect it. Wale wahudumu watapita. Let's sing now. Kwaya tuimbe. You are worthy, worthy of my praise. You are the most high. You are worthy. You are worthy, worthy of my praise. You are the most high. You are worthy. You are worthy, worthy of my praise. You are the most high. You are worthy. You are worthy, worthy of my praise. You are the most high. You are worthy. You are worthy, worthy of my praise. You are the most high. You are worthy, Lord. You are worthy, you are worthy of my praise. You are the most high. You are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy. You are the most high. You are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy. You are the most high. You are worthy, you are worthy, you are worthy, you are the most high. You are worthy. Cheza kwa Bwana Yesu, anastahili sifa zako. Mpe sifa yeye, mpe sifa Bwana, mpe sifa na utukufu na heshima ni zake.
those hands to Jesus and appreciate him for every testimony. Father, everyone you have healed, the healing is permanent. Everybody afflicted, whatever you have done, it is permanent. In the name of Jesus Christ. I pray over you this hour that whatsoever that is your desire for the month of May, that you have not seen up to this time, in the name of Jesus Christ of Nazareth, between now and 12 midnight, it shall be delivered into your hand today. I decree none of them shall be carried over to the month of June. In the name of Jesus Christ, everything that is a consign, go, they are turned to a testimony now in the name of Jesus. I decree, as you have seen the last Sunday of the month of May, you will see the last day of this year. This year will not see your end in the name of Jesus Christ. The Bible says you shall live and not die, to declare the words of the Lord. And I stand by the authority of that word. I decree you shall live and not die. No one dies around you. No one dies in your family. In the name of Jesus Christ. Anyone related, associated, or connected to you that is in any hospital, I decree the healing power of God to touch them now. In the name of Jesus Christ, I decree in this second half of the year we are about to enter tomorrow, you shall not be a victim of coronavirus. You shall not be a victim of any sickness or disease. In the name of Jesus Christ, you shall not be a victim of accident. As you go from one place to another, he will give his angel charge over you to keep you in all your ways. No evil news concerning you. No evil news concerning your children. In the name of Jesus Christ, I decree that the month of June, the midst of the year as it has been declared, shall be your month of turnaround visitations. It shall be your month of testimonies. Whatever you have seen from January to May, you shall see greater in the month of June. In the name of Jesus Christ, I decree you shall not lack financially. My God shall supply all your needs according to his riches in Christ Jesus. Anyone serving God in this church, through prayers, through reaching out to souls, through financial resources, I decree speedy release of your reward in the name of Jesus. Everyone that belongs to one unit or the other serving God, the Bible says you shall serve and he shall bless. And he will take away sickness. And I decree the blessing of God upon your life in the name of Jesus. Jesus said, behold, I come quickly. My reward is with me to give to every man according to his work shall be. You shall not miss your reward. Be rewarded speedily and abundantly in the name of Jesus Christ. And I pray for grace to serve God in this second half of the year. The grace to be part of this 7 days fasting and prayer. And you shall not labor in vain. Every day of these 7 years and beyond, 7 days, you shall have a daily encounter with God. In the name of Jesus Christ, I decree the outpouring of the spirit of grace and supplication. These 7 days you will pray as never before. The grace to pray the prayer that must be answered. Receive it in the name of Jesus Christ. I cover you with the blood of Jesus Christ. Any gang up against you, against your family, in the name of Jesus Christ of Nazareth, they are scattered in the name of Jesus Christ. Every
Every witchcraft arrow kila mshale wa kichawi fired into your life, uliotumwa kwenye maisha into your business, kwenye biashara, into your marriage, kwenye ndoa, that arrow will turn back to the head of the sender. In the name of Jesus Christ, that marriage will not fail. I decree peace in that marriage. I decree peace in that relationship. In the name of Jesus Christ. Whatever that is your desire for 2020, chochote ambacho ni tamanio lako kupata katika mwaka 2020 you have not seen happen, ambacho bado hujaona likitokea in this second half of the year, katika nusu ya pili ya mwaka, it shall happen in the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. Everyone that desire to get married this year, yote anatamani kuokolewa mwaka huu, before Shiloh 2020, kabla ya Shiloh 2020, it shall happen in the name of Jesus Christ. kwa jina la Yesu. I'm not hearing a louder amen. Amina kubwa. So shall it be. Hivyo itakavyokuwa. The Lord bless you and keep you. Bwana akubariki na kuhifadhi. He will cause his face to shine upon you. uso wake kwako. He will be gracious to you. Atakuwa mwema kwako. He will give you peace. Atakupa amani. He will lift up a countenance against uso ulio kinyume nawe. you. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Let the church shout a louder amen. Sema amina.